Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania siku ya leo. Padri Kitima amalizwa upadri wake na kupokonywa sasa baada ya mamia ya waumini kuandamana dhidi yake leo, huku wanaharakati sasa na wachunguzi wakisema Samia Suluhu na mwanawe Abduli ndio waliowalipa mamia ya waumini hao feki kummaliza Kitima upadri wake ama kazi yake ya upadri ili kuweza kumnyamazisha kutoipinga serikali. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mvutano ndani ya Jumuiya ya Kikatoliki Tanzania uliongezeka leo baada ya kundi kubwa la waumini, mamia ya vijana waumini waliokusanyika katika ubalozi wa Vatican Tanzania kuwasilisha rasmi malalamiko dhidi ya viongozi wakuu wa kanisa, hatua ambayo imemweka Padri Charles Kitima katikati ya mabishano makali na ya kihisia. Maandamano hayo makubwa leo yalihusisha zaidi ya waumini 100, yamefasiriwa kwa upana kama hatua ya mabadiliko ambayo inaweza kuashiria kuanguka kwa sifa ya Kitima ya ukuhani ama upadri na ushawishi wa umma ndani ya kanisa. Uwasilishaji wa barua rasmi kupitia njia za kidiplomasia ulionyesha kwamba malalamiko hayo yaliyotolewa na waumini hao wa Katoliki hayakuwa ya mfano au ya hiari, lakini inasemekana yalipangwa kwa uangalifu na yaliyokusudiwa kufikia kiwango cha juu zaidi ya mamlaka ya kanisa. Kwa Padri Kitima, wakati huu umekuja kuwakilisha mgogoro mkubwa, huku waangalizi wengi wakiuelezea kuwa ni changamoto kubwa zaidi katika kazi yake ya ukasisi ambayo inatishia kuharibu kabisa sifa na uaminifu wake. Hata hivyo, Padri Kitima amejulikana mara kwa mara kwa kuishambulia serikali ya Samia Suluhu ya CCM na kuweza kudai haki kwa wale walioweza kudhulumiwa, waliotekwa nyara na waliofariki katika maandamano yaliyopita. Hata hivyo, upande mwingine, malalamiko haya yaliyoainishwa katika barua hiyo ya waumini hao 100 yalilenga madai ya ukiukwaji wa maadili kwa Padri Kitima, mienendo ya uongozi wake na matumizi mabaya ya mamlaka yake ya kiroho. Hata hivyo, wanaharakati wameweza kusema ya kwamba waumini hawa 100 hawakuweza kuenda huko kwa hiari yao, bali wamelipwa maelfu ama mamilioni ya pesa ili waweze kuandamana na kumharibia sifa Padri Kitima. Kulingana na mwanaharakati maarufu wa Tanzania anayefahamika kama Hilda Newton, ameweza kuandika hivi kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter ama X, nikimnukuu: Habibu Mchange na Abduli wote hawana akili hata kidogo. Wamewapa pesa hawa watu ili wajifanye wa Katoliki, ila wakasahau kuwanunulia dress code ambayo inaendana na Ukatoliki. Wewe uliona wapi wanawake wa Kikatoliki wanavaa ushungi? Mtazamaji, mwanaharakati huyu anamaanisha kwamba mamia ya waumini hawa walioandamana dhidi ya Padri Kitima si waumini wa kweli, bali wameweza kulipwa na Abduli, ambaye Abduli ni mwanawe Rais Samia Suluhu, akiweza kumaanisha kwamba serikali ndio iliyohusika kuwalipa watu hawa ili waweze kumharibia sifa Padri Kitima. Ingawa kanisa lijatoa uamuzi hadharani kuhusu swala hilo, uzito wa shutuma na uamuzi wa kuhusisha Vatikani tayari umeweka kivuli kirefu juu ya mustakabali wa Kitima, huku maoni ya umma yakiongezeka kwa jukumu lake kama mhubiri anayeheshimika limedhoofishwa kimsingi baada ya maandamano haya ya leo. Jambo ambalo limezidisha hali hiyo ni mazingira mapana ya mivutano ya ndani ya kanisa, ambapo baadhi ya waumini wamezidi kuwashutumu baadhi ya viongozi wa dini kwa kukwepa majukumu ya kiuchungaji na kujihusisha na siasa za upinzani. Katika hali hii, Padri Kitima amekuwa kielelezo katika mapambano mapana juu ya nafasi ya dini katika maisha ya umma na kuifanya nafasi yake kuwa hatari zaidi kwa kuingilia siasa. Miongoni mwa vipengele vyenye utata katika hadithi hiyo inayojitokeza ni madai yanayosambazwa kutoka kwa wanaharakati wanaodai kuwa maandamano hayo ya waumini yaliandaliwa kisiasa na walilipwa. Hata hivyo, wanaharakati hawa wanahoji kwamba watendaji wenye nguvu wa kisiasa walitaka kunyamazisha sauti za ukosoaji wa kidini kwa kuhamasisha waabudu ama waumini dhidi ya washiriki mahususi wa kidini na kuharibia sifa. Hata hivyo, madai haya yanasalia kuwa madai na hayajathibitishwa na ushahidi huru au uchunguzi rasmi, bali yanabaki tu madai ya Hilda Newton ambaye ni mwanaharakati wa Tanzania.
Kwa Padri Kitima, hii imemaanisha kunaswa kati ya uchunguzi wa kikanisa na dhoruba ya uvumi wa umma na kuzidi kumomonyoa mamlaka ya kimaadili ambayo kijadi inahusishwa na ofisi yake. Ndani ya miduara ya kanisa, miitikio imegawanyika sana. Waumini wengi wanasisitiza kwamba maandamano yanaonyesha kufadhaika kwa kweli na wasiwasi wa muda mrefu ambao haungeweza kupuuzwa tena na Wakatoliki. Wengine wanaamini kuwa hali ya hadharani ya makabiliano hayo imeharibu isivyo haki wito wa kasisi bila kufuata utaratibu, wakisema kwamba masuala ya kanisa yanapaswa kutatuliwa ndani badala ya shinikizo la umma au maandamano. Kinachobaki kuwa kisichopingika ni athari kwa msimamo wa Kitima. Mamlaka ya kasisi inategemea sana uaminifu, uadilifu wa kimaadili na imani ya jumuiya, na mara haya yanapotikiswa, ahueni inakuwa ngumu. Wachunguzi wengi sasa wanaeleza kuwa kazi yake ya ukuhani sasa imekuwa imekwama ama imeingia hatarini ikiwa haijaribiwa kwa njia isiyoweza kutenduliwa bila kujali matokeo yoyote ya baadaye ya viongozi wa kanisa. Kukubali kwa ubalozi wa Vatican kwa malalamiko hayo ya Wakatoliki au waumini pia kumeibua matarajio ya uchunguzi rasmi, na hivyo kuongeza muda wa kutokuwa na uhakika kuhusu hatima ya Padri Kitima. Katika kipindi hiki cha kungoja, ukimya kutoka kwa viongozi wakuu wa kanisa umechochea uvumi kwamba hatua za kinidhamu, kukabidhiwa kazi nyingine au kuondolewa kutoka kwa majukumu ya kutazama umma kunaweza kufuata. Hata hivyo, kwa Padri Kitima binafsi, hali hiyo inawakilisha anguko kubwa kutoka kwa ushawishi. Mara baada ya kutazamwa kama mhubiri ama padri mashuhuri na mzungumzaji Tanzania, sasa anazidi kuonyeshwa kama adhima ndani ya mijadala ya kanisa, huku jina lake likihusishwa sasa zaidi na mabishano kuliko uongozi wa kiroho. Maandamano hayo ya leo ya waumini pia yametuma ujumbe wa kutia moyo kwa makasisi wengine na kupendekeza kwamba misimamo ya wazi, hasa ile inayochukuliwa kwa ya kisiasa, inaweza kuchochea upinzani uliopangwa kutoka ndani ya waumini wa Katoliki. Maana hii pana inaongeza maana kwamba kesi ya Kitima inaweza kuwa mfano wa tahadhari badala ya tukio la pekee. Wakati huo waabudu wa kawaida hujikuta wamegawanyika kati ya uaminifu kwa taasisi na majibu ya kihisia kwa tamasha la kuhani lililopingwa hadharani na kutaniko lake mwenyewe. Kwa wengi, kipindi hiki kimetikisa imani katika umoja wa kanisa na kuibua maswali yasiyofurahisha kuhusu mamlaka, uwajibikaji na uwazi ndani ya kanisa. Wakati mabishano hayo yakiendelea, shughuli za uchungaji za Padri Kitima zimeripotiwa kupungua sasa, na hivyo kuzidisha dhana kwamba jukumu lake linapunguzwa kimya kimya hata kabla ya hukumu yoyote rasmi. Hii ni kwa sababu tu ya kuweza kuipinga mamlaka inayohusika. Uwekaji kando huo usio rasmi mara nyingi huashiria taasisi inayojiandaa kwa matokeo ya muda mrefu badala ya mzozo wa muda. Hata hivyo, wapinzani wa serikali wamezidi kusema ya kwamba waumini hao si wa kweli na hawakujitolea bali wamelipwa. Wachambuzi wa masuala ya kidini wanaona kwamba mara mamlaka ya kuhani yanapotiliwa shaka hadharani kwa kiwango hiki, urejesho ni nadra. Hata kama vikwazo rasmi vitaepukwa, kupoteza uhalali wa kimaadili kunaweza kuwa jambo la kuamua, na hivyo kumaliza kazi iliyojengwa juu ya uaminifu na heshima. Hali hiyo pia imevutia hisia za kitaifa zaidi ya duru za kidini, imani zinazofungamana, siasa na harakati za kiraia kwa njia inayoakisi mivutano mipana ndani ya jamii ya Kitanzania. Kwa Kitima, hii imemaanisha kwamba hatima yake binafsi sasa imenaswa na masimulizi makubwa kuliko yeye. Wakati mamlaka ya Vatikani yakizingatia malalamiko hayo, Padri Kitima bado yuko katika hali ya kutatanisha kitaaluma. Kila siku inayopita bila uwazi huzidisha utambuzi kwamba ushawishi wake unafifia na kwamba mustakabali wake ndani ya ukuhani unazidi kutokuwa na uhakika. Hatimaye, bila kujali jinsi kanisa linavyotawala, matukio yanayozunguka maandamano tayari yamebadilisha mwelekeo wa maisha na huduma ya Padri Kitima. Kwa watazamaji wengi, wakati huu huashiria tu mabishano, lakini mwisho mzuri wa kazi ya ukasisi iliyokuwa maarufu, iliyobatilishwa na upinzani wa umma, migogoro ya ndani ya kanisa na madai ambayo hayajatatuliwa ambayo yanaendelea kusumbua jina lake. Mtazamaji, yote haya yanaendelea kujiri nchini Tanzania leo, lakini ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section. Je, unaunga mkono mamia ya waandamanaji hawa waumini wa Katoliki wanaompinga Padri Kitima, au je, unadhani ya kwamba Padri Kitima hana makosa na yuko sahihi kuweza kuipinga serikali? Na kuachia uwanja huu wa comment section, nijuze maoni yako. Vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.